Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, amesema kwamba Iran imepuuza madai ya GCC dhidi ya Iran kuhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi na kuyaita hayana msingi. Ismail Baghei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, amepuuza madai dhidi ya Iran yaliyotolewa katika taarifa iliyotolewa na Baraza la Ushirikiano la Ghuba ya Uajemi GCC kuhusu operesheni za kulipiza kisasi za Tehran wakati wa vita vya uchokozi kati ya Marekani na Israeli, akisema kwamba hayana msingi wowote. Ismail Baghei alisisitiza siku ya Jumatano jioni kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inabaki imejitolea kikamilifu kwa kanuni ya ujirani mwema na inaheshimu uhuru wa kitaifa wa nchi jirani. Mwanadiplomasia huyo wa Iran alizungumzia ushiriki kinyume cha sheria wa baadhi ya wanachama wa GCC katika shambulio kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Licha ya uhakikisho wa awali wa kujitolea kwa majukumu ya kisheria na kimataifa na matamko kwamba hawangeruhusu eneo na vifaa vyao kutumika katika mashambulizi dhidi ya Iran, serikali hizi hazikuchukua hatua zozote za kuweza kusimamisha mchakato huo na hata zilishiriki kikamilifu katika uchokozi dhidi ya Iran, alisema Ismail Baghei. Akaongeza akisema kuwa chini ya azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa nambari 1033 nambari 3314, serikali hizi zimeshiriki kikamilifu katika ukatili mbaya kati ya Marekani na Israeli dhidi ya taifa la Iran. Pia alikataa matamshi ya katibu mkuu wa GCC Jem Mohammad Ali Budahiwi kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, akisisitiza kwamba Iran kama jimbo la kando la njia ya maji ya kimkakati ilipitisha hatua zinazofaa zinazolenga kujilinda kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel na washirika wake, na ikachukua hatua za kuweza kuzuia vitisho vya uchokozi dhidi ya uhuru wake wa kitaifa, uadilifu wa eneo na usalama wa usafiri wa baharini. Msemaji huyo alisisitiza ya kwamba hatua za kujilinda za Iran zinaendana kikamilifu na kanuni za sheria za kimataifa. Baghei alibainisha zaidi kwamba Iran kwa muda mrefu imekuwa katika kuweza kujenga uaminifu katika miongoni mwa majimbo ya kikanda na imekuwa ikishtumu msimamo inayowagawanya watu katika eneo hilo. Hatimaye ilitoa wito kwa nchi wanachama wa GCC kuweza kuchukua hatua zinazohitajika ili kuweza kupata imani ya Iran. Kwa lengo hili, alisema kwamba ni lazima walipe fidia ya uharibifu uliosababishwa na Iran kutokana na kuhusika kwao katika mashambulizi ya anga kati ya Marekani na Israeli na kujiepusha na aina yoyote ya ushirikiano na maadui wa Iran. Lakini mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa. Mambo yalikuwa ni tofauti kabisa. Mnamo tarehe 28 mwezi wa pili, mauaji ya kiongozi wa Iran mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei na viongozi wengine wa ngazi za juu wa jeshi la Iran waliuawa katika mashambulizi yaliyoratibiwa na Marekani na Israeli, na mashambulizi hayo yaliweza kupelekea vifo ambavyo vifo hivyo vilisababisha vifo vya watoto 175 watoto wachanga, ambapo Marekani ilitupa kombora katika shule ambayo ilikuwa imebeba au ilikuwa inafundisha watoto hao 175, wote wakapoteza maisha. Katika kulipiza kisasi, Iran
iliweza kufanya mashambulizi katika kambi zote za Marekani zilizoko katika mataifa ya Ghuba ya Uajemi, na ambapo katika siku 40 tu Marekani iliomba usitishaji wa vita na kuweza kufanya mazungumzo na Iran. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na mambo haya yanayoendelea katika eneo hili ambalo tumekuwa tukiona mapambano yakiendelea katika eneo hilo. Asanteni sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho tunapotamatisha taarifa hii. Kikubwa, endelea kufuatana nasi popote pale ambapo tutaendelea kukusogezea taarifa hizi. Asante na karibu tena.